Kwa wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hofu ya vita ya Marekani na Iran yaendelea kutikisa eneo la Mashariki ya Kati, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea kuzuia mzozo mpana Mashariki ya Kati. Saudi Arabia, mataifa ya Ghuba na Israel zinaweka mbele maslahi yao, wakati mvutano kati ya Marekani na Iran ukiendelea kuongezeka. Katika wiki iliyopita, hali ya wasiwasi kuhusu uwezekano wa Marekani kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran iliendelea kuathiri maamuzi ya kimkakati katika eneo lote. Saudia na Umoja wa Falme za Kiarabu, washirika wa karibu wa Marekani ambao pia wana mahusiano na Tehran, walisema wasingeruhusu anga zao kutumiwa kwa shambulizi lolote bila kujali linatokea wapi. Waziri wa mambo ya nje wa Misri, Badri Abdelati, ambaye nchi yake imeanza kurejesha mahusiano na Iran lakini bado haijafikia ngazi kamili ya kidiplomasia, alizungumza na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi pamoja na mjumbe wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati Steve Witkoff ili kufanya kazi kuelekea kupatikana kwa utulivu kwa lengo la kuepusha eneo hilo kutumbukia katika mzunguko mpya wa misukosuko. Wakati huo huo, manowari ya kivita ya Marekani inayotumia nishati ya nyuklia USS Abraham Lincoln pamoja na takribani meli 10 za kivita zenye makombora ya kuongozwa zenye uwezo wa kushambulia kutoka baharini zilifika katika eneo hilo, kwa mujibu wa tovuti ya ufuatiliaji ya usafirishaji wa majini Marine Traffic. Shirika la habari la serikali la Iran Press TV lilitangaza kuwa kuanzia mwanzo wa wiki hii vikosi vya majini vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran vitaanza mazoezi ya kijeshi ya kutumia risasi halisi katika maji hayo. Mlango bahari wa Hormuz unaunganisha Saudi Arabia, Iran, Iraq, Umoja wa Falme za Kiarabu na Ghuba ya Oman pamoja na bahari ya Arabia. Wakati huo huo, ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa uliandika kupitia ukurasa wake wa X kwamba Iran iko tayari kwa mazungumzo yanayozingatia heshima na maslahi ya pande zote, lakini ikisukumwa itajilinda na kujibu kwa njia ambayo haijawahi kutokea. Sambamba na hilo, Ali Shamkhani, mshauri mkuu wa kiongozi wa juu wa Iran, aliandika, dhana ya shambulio dogo ndiyo ndoto tu, ikiwa dogo liwe kubwa lazima litalipizwa tu. Alisema kuwa hatua yoyote ya kijeshi ya Marekani kutoka chanzo chochote na kwa kiwango chochote itachukuliwa kama kitendo cha vita, na jibu litakuwa la haraka, kamili na lisilo na mfano, likilenga kini cha Tel Aviv na wote wanaomuunga mkono mshambuliaji. Kwa mujibu wa Sanam Vakil, mkurugenzi wa mpango wa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini katika taasisi ya utafiti ya Chatham House yenye makao yake London, anasema maamuzi ya hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump yanaonyesha kuwa nafuu ya kiuchumi na kurejeshwa kwa Iran katika jumuiya ya kimataifa bado vinawezekana, lakini ni baada tu ya Iran kukubali vizuizi vya kudumu na vinavyoweza kuthibitishwa kuhusu mpango wake wa nyuklia na makombora ya masafa marefu pamoja na mabadiliko ya tabia ya kikanda, aliandika katika makala ya maoni kwenye tovuti ya taasisi hiyo. Israel bado haijaimarisha kikamilifu ulinzi wake. Wakati mvutano kati ya Marekani na Iran ukiendelea kuongezeka tangu maandamano yalipoanza huko nchini Iran mwezi Desemba mwaka 2025. Kulingana na takwimu za hivi karibuni za shirika la Human Rights Activists in Iran lenye makao makuu nchini Marekani, kuna vifo 6479 ambavyo vimethibitishwa na vikiwemo vya waandamanaji 6092 na watoto 118 hadi Ijumaa usiku ya Januari 30. Lakini pia kuna zaidi ya watu 42450 wamekamatwa. Lakini kwa mujibu wa kiongozi mkuu wa Iran Al-Khamenei, maadui wakuu wa nchi hiyo Marekani na Israel ndio waliohusika na machafuko hayo, licha ya kusema pia kwamba katika waliouawa idadi kamili ni si zaidi ya 3000. Kwa Israel, shambulizi lolote la Marekani linaweza kusababisha Iran kulipiza kisasi kwa kushambulia ardhi yake, anaeleza Pauline Rabi, mtaalamu wa sayansi ya siasa katika taasisi ya Middle East Minds yenye makao yake mjini Berlin. Kwa kuzingatia uchunguzi ujao nchini Israel, serikali ya Israel inaunga mkono wito sawa wa kujizuia. Hata hivyo, hii ni moja kati ya sababu inayotajwa kwamba itaifanya Iran ifanye shambulizi dhidi ya Israel. Baada ya shambulizi la Hamas dhidi ya Israel tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, vita vya miaka miwili huko Gaza na vita vya siku 12 mwezi Juni mwaka 2025 kati ya Israel na Iran ambavyo vilishuhudia Marekani ikishambulia vituo vya nyuklia vya Iran,
Israel bado haijaweza kujenga upya kikamilifu mifumo yake ya ulinzi. Hata hivyo, wachambuzi huko Israel wanathibitisha hilo, wakisema makombora ya kuzuia mashambulizi hayajajazwa kwa kiwango cha kutosha. Hawaamini kwamba Israel inaweza kumwambia Trump asichukue hatua dhidi ya Iran, lakini kuna sababu kadhaa zinazofanya waone kuwa sasa shambulizi kama hilo halitakuwa bora kwa Israel, kwani Israel itaweza kuathirika kwa namna moja ama nyingine. Mkakati wa kisiasa wa majirani wengine wa kikanda katika kanda ya Ghuba unaendeshwa na maslahi tofauti. Wachambuzi wanasema kwamba mataifa ya Ghuba yana maslahi makubwa ya kudumisha utulivu wa kikanda hata kwa kutumia mifumo ya kiimla. Hata hivyo, wanasema kuwa wasomi wa kisiasa wa mataifa hayo wanaonekana kupendelea kuendelea na tawala walizonazo na walizozoea badala ya kujihusisha na makundi mapya yasiyojulikana. Kundi hayo yataendelea kuweka shinikizo kubwa la kidiplomasia kwa pande zote mbili, kwa hofu kuwa ghasia zinaweza kuongezeka na kutoka nje ya udhibiti iwapo shambulio litatokea. Hii inaweza kumaanisha kuwa wao wenyewe wanaweza kuwa walengwa wa mashambulizi ya Iran, walibainisha wachambuzi wa mambo, wakielezea jinsi gani eneo la Mashariki ya Kati lilivyo. Lakini jambo lingine ni tishio la nyuklia linaloongezeka. Wasiwasi wa kikanda unachochewa zaidi na ukweli kwamba mazungumzo kuhusu makubaliano mapya ya nyuklia kati ya Washington na Teherani yamekwama. Siku ya Jumatano, Rais Donald Trump aliandika kwenye jukwaa lake la Truth Social kwamba anatarajia Iran kuja mezani haraka kujadiliana kuhusu makubaliano ya haki na ya usawa bila silaha za nyuklia yanayofaa kwa pande zote, akiongeza kuwa muda unaisha na suala hili ni la dharura sana. Hadi sasa bado haijulikani makubaliano kama hayo yangekuwa na vipengele gani. Hoja za awali za mazungumzo zilijumuisha kuizuia Iran kurutubisha urani na kujitegemea na kupunguza uzalishaji wa makombora ya masafa marefu ya ballistic. Wasiwasi ni kwamba makombora hayo yanaweza kutolewa kwa makundi ya silaha yanayoungwa mkono na Iran ambayo yanatajwa kwa upande kama mashirika ya kigaidi nchini Iraq, Lebanon, Yemen na Gaza. Iran imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa kiraia, na hata hivyo viwango vya urutubishaji vinaashiria vinginevyo kulingana na ripoti kadhaa rasmi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini kinachojiri duniani.